Hizi ni kauli kutoka kwa Askofu Mwamakula akiweza kulizungumzia swala la yule kiongozi wa Sudan aliyeweza kupigwa busu la mguuni, ikiwa kama ni ishara ya kwamba waache vita. Na hilo busu alipigwa na Papa Francis, ambaye sasa hivi tunapozungumza tayari kwenye ulimwengu huu hayupo na imebaki historia tu. Sasa amefananisha busu hilo alopigwa huyo kiongozi wa Sudan, na akasema kwamba hilo busu ndilo ambalo angepigwa Mama Samia kama Papa angekuwa hai na kama angekuja Tanzania, angepigwa busu hilo la mguuni kuomba kwamba amwachie Tundu Lissu. So ilikuwaje? Hapa Askofu Mwamakula anaelezea ni jinsi gani ambavyo tafsiri yake hilo neno ama hiyo sentence yake ilivyo. Anasema mwaka 2019 mimi na mke wangu tuliingia kwa pikipiki Nyumanzi, kambi ya wakimbizi kutoka Sudani Kusini, mpakani mwa Uganda na Sudani Kusini. Watu wasioelewa mazingira ya vita na hali ya wakimbizi na makambi ya wakimbizi walihoji askofu kuingia kambini kwa bodaboda, tena kwa mtindo wa mishkaki. Wakimbizi kama 56,000 hivi walioishi katika kambi ya Nyumanzi nilipewa ujumbe ili kumfikishia Rais Magufuli. Niliporejea Tanzania, haiba na muonekano vilinizuia, kwani sikuweza kuanza hata sudusu ya mchakato ule. Hii ni habari ya kuichola katika shajara maalum ya askofu. Baadaye nilifarijika kuona Papa Francis akiwa katika ardhi ya Sudani Kusini. Viongozi ambao walinipatia ujumbe ambao walikuwa maaskofu wa Anglikana walitawanya mbegu kila sehemu sawa sawa na neno la Mungu, Mhubiri 11:6. Niliamini kuwa maaskofu wa Anglikana pamoja na maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Sudani Kusini walifanya jitihada kubwa kuhakikisha ya kuwa Baba Mtakatifu anashughulikia vita ya Sudani Kusini. Pengine hii inaelezwa na ukaribu wa Papa Francis na aliyekuwa askofu mkuu wa Canterbury wakati huo, Justin Webb. Aliendelea kwa kusema, Papa Francis alibusu miguu ya watawala wa Sudani Kusini, ikiwa ishara ya kuwaomba kuwa wasitishe mapigano, waelewane, washirikiane na wawekeze mifumo mizuri ya uongozi nchini. Lakini miaka michache baadaye baada ya Papa Francis kuwabusu miguu watawala wa Sudani Kusini, wakasahau ujumbe wa Papa, wakaanza kukamatana, kuwekana vizuizini, kuindana ili kutaka kuuana. Ni rahisi kuwashambulia watawala wa Sudani Kusini kwa kusahau ujumbe wa Papa, lakini hata watawala wetu walihakikisha Rais Samia anakwenda kuonana na Papa Francis. Ujumbe wa rais waliutoa kupitia salamu za lambilambi, kuonyesha kuwa rais wetu aliuelewa moyo wa Papa kuhusu haki, upendo na amani katika mataifa yote, hasa kupitia utawala. Lakini kama ilivyokuwa kwa watawala wa Afrika wa Sudani Kusini, watawala wa Tanzania nao pia wamemkamata Tundu Lissu na kumfungulia kesi ya uhaini. Dhamira kumfungulia kesi ya uhaini Mheshimiwa Tundu Lissu ni dhamira kutaka kumuua kwa njia ya kumnyonga hadi kufa. Kama Papa Francis angekuwa hai, angeitembelea nchi ya Tanzania, bila shaka angeibusu miguu ya Rais Samia akimsia achane na kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu. Tunapoomboleza kifo cha Baba Mtakatifu, ni vizuri tukakumbuka na kuenzi aliyoyasimamia. Wale ambao walifanya mchakato wa rais wetu kukutana na Baba Mtakatifu, wafanye mchakato wa kuishauri serikali yetu imwachie Tundu Lissu. Pia ikumbatie mazungumzo ya kujenga mifumo ya utawala itakayobadilika na makundi yote nchini. Huu ndio ulikuwa moyo wa Papa Francis. Sisi sote ni wadau wa amani, lakini hakuna amani inaweza kupatikana katika ardhi ambayo haki inafinywa, huku wachache wakijipata kwa njia za hila, uhalali wa utawala wengine, uhalali wa kuwatawala wengine bila ridhaa. Hasa huu ndo ujumbe alioandika. By the way, nimemsikiliza na nimemuelewa kwa kile alichokimaanisha. Askofu Mwamakula amezungumza kwa urefu sana hili swala, kwamba kama ingetokea leo hii Papa Francis anakuja kuitembelea Tanzania, basi angembusu Mama Samia miguu kwa ajili ya kumuomba kwamba amwachie Tundu Lissu. Hiki ndicho alichokimaanisha zaidi Askofu Mwamakula.
Kwa nini anasema kwamba askofu alifanya vile huko Sudani Kusini? Kama tunakumbuka, hizi nchi zilikuwa na vita kati ya Sudani Kusini na Sudani Kaskazini, ni nchi zilizokuwa na vita sana. Kwa hiyo papa alivyoenda pale aliwasihi sana na aliwaomba. Imagine papa anapiga magoti, anaenda kwenye miguu yako, anakubusu, anaashiria kwamba achaneni na hizo vita. So bana, drop comment tuambie, je, kweli mawazo ya Askofu Mwamakula kwamba Rais Samia angepigwa busu ingari kama papa angefika Tanzania kwa kipindi kama hiki ili tu aweze kumwachia Tundu Lissu? Drop comment kama unaungana na hiyo comment, kama unaungana na hiyo mada ya Askofu Mwamakula. Tutakommentisha kinoma noma. Bye bye.